Tuungane na Ivan Sasiba, yuko katika kaunti ya Nakuru kutuarifu mengi tu kuhusiana na jinsi wananchi na waumini walivyopokea matangazo kuhusiana na kifo cha Papa Francis. Asanti sana Nimrod, uliosema ni hakika kwamba Wakristo wale waumini wa dhehebu la Kikatoliki ambapo pengine ni taarifa ambayo imewapata wengi kwa butwa, ikizingatiwa kwamba hapo jana alikuwa na taarifa aliyozungumzia hapo jana akiwatakia wengi au wale wake wa watu wote, jumuiya zote, tuseme kwamba amani, haswa msimu huu tunaposherehekea kifo na kufuka kwake Yesu. Na hapa tulipo ni katika boma la askofu wa jimbo la Nakuru, Askofu Cleophas Oseso, ambaye pia ataungana tu na Wakenya au kwa jumla wa Kristo wote wa dhehebu hili la Katoliki kutoa taarifa yake kuhusiana na swala hili nzima la kifo cha Papa Francis. Pengine tu askofu, ukianza kwa kujitambulisha, tuambie wewe umepokea taarifa hii ukiwa wapi na pengine kwako ina maana gani? Asubuhi ya leo tumepokea ujumbe huo wa msiba ambao tumepata wa kifo cha Baba Mtakatifu Francisco, na imetupata kwa mshangao, japokuwa tunajua kwamba hali yake ya afya haikuwa nzuri katika siku za hivi punde. Amekuwa akipambana na magonjwa, na basi imekuwa hivyo kwamba ni mapenzi ya Mungu aweze kutuacha. Baba Mtakatifu amekuwa katika uongozi sasa kwa muda wa miaka 12 kama Baba Mtakatifu, na tumeona katika njia zake mtu ambaye alitaka kuwa karibu sana na watu. Tunatambua kwamba hata pale mwanzo alipoanza kazi yake ya upapa, alikuwa ni mtu hakuwa anafuatilia ile utaratibu wa kidiplomasia na mambo ya kuwa kiongozi na mambo mengine yanayofuatana na hayo, lakini alikuwa ni mtu ambaye alitaka kuwa karibu sana na watu wa kawaida. Na tunaona hata katika kanisa hivi punde alianzisha ule ambaye tunaita sinodi, yani kusafiri pamoja. Alitaka kuona kwamba kanisa nzima linasafiri pamoja, wawe mapadri na walei, kwamba tuko kitu kimoja, na alitaka ushirikiano huo uweze kudumu kwa ndani na hata kwa njia zaidi ambayo itafanya Wakristo na kanisa liweze kuwa kweli kile kiungo ambacho Kristo alinuia tangu pale mwanzoni. Katika sinodi hii alisisitiza jambo la kusikiza. Akasema ni vizuri tusikizane, ni vizuri tusikie watu wanasema nini, na alitaka kanisa ambalo anasikia zaidi. Na alisema yeye katika sinodi hiyo, yeye alikuwa mtu wa kusikiza, na hata yale mjadala na hata matokeo yake, yeye alisema ataitekeleza jinsi ambavyo alisikia kutoka kwa watu. Mwaka huu alitangaza uwe ni mwaka wa matumaini, na tunajua ulimwengu mara nyingi unakosa matumaini, na yeye alitaka kwamba kupitia njia ya kanisa watu wawe na matumaini. Watu wanapitia mambo mengi, kuna janga mengi ambayo yanafanyika ulimwenguni, kuna hisia tofauti, kuna vita sehemu mbalimbali, kuna mambo hata ya ufisadi ambayo aliyazungumzia sana. Hata alipokuja hapa kwetu alisema ufisadi ni kama kansa, na alisisitiza tuweze kupigana na ufisadi kwa sababu itamaliza nchi na itatumaliza sisi. Tunaona basi ujumbe wake ulikuwa ni ujumbe wa kuwafikia watu walio pembeni, wale ambao aliwaita the marginalized, wale ambao labda hakuna mtu anayewafikiria, hakuna mtu anayewatumikia. Yeye alisema hao ndio kwake kanisa inampa msukumo wa kuweza kuwafikia. Tusikie kilio chao, tusikie sauti yao, na tuone ni jinsi gani tunavyoweza kuitika huo wito wao wa kwamba tuwe karibu na wao. Na nafikiri hayo ndio mambo ya kuleta matumaini ambayo alitaka kuyaleta kati yetu. Tunajua imekuwa pia ni vigumu, kuna mambo mengi ambayo pia katika kanisa, mabadiliko mengi ambayo yameyalete zaidi, mabadiliko ya uwazi
katika mwongozo wa mambo ya fedha na hata utaratibu wa mwongozo katika kanisa kwa jumla. Tumeona pia katika zile decastri kule Roma aliwachagua hata kina mama pia waweze kuwa sehemu moja. Kazi kwako studio Nimrod, mimi Evans Asiba. Asante sana Evans Asiba akiripoti kutoka kaunti ya Nakuru. Turejea hapa jijini Nairobi tuungane naye mwanahabari wetu Willy Lusige.